Hii ni Range Rover ambayo wiki iliyopita tu, miezi iliyopita nilikuwa ninatamba nayo, lakini leo imelala hapa. Haijalala kwa sababu ni mbovu, imelala kwa sababu nilimwamini ndugu, amenifanyia ushenzi. Nimempa arekebishe gari, baadaye tena nikamwambia hii gari ulivyoniwekea ile imeiti. Alifanya mambo ya hovyo kabisa. Gari mpya kabisa, ukiangalia siti pale nyeupe ziko ndani. Kilichozingua hapa engine, na aliyezingua ni ndugu yangu. Kwa hiyo kama kuna namna una uwezo wa kukaa mbali na marafiki au kuto kushirikiana, yani usimwajili ndugu yako dukani kwako, ofisini kwako, kwa sababu hutakuwa una uwezo wa kumfanya chochote akizingua. Kama kuna nafasi una uwezo wa kuwa hauwezi kushirikiana na watu ambao umetoka nao sehemu moja. Yani wewe umetoka kijijini kwenu na kuna watu wa kijijini kwenu wako sehemu ambayo wewe unaishi. Hao ndio watu ambao wana uwezo wa kupanga njama za kuhakikisha wewe unafeli kwenye maisha. Kwa hiyo ni wa kuwakataa. Kama kuna namna ndugu zako una uwezo wa kuwasaidia wakiwa mbali. Yani mimi nakusaidia ndio, ila kuwa kule, fanya hivyo, kwa sababu watu pekee wa kuweza kukuhamisha kwenye maisha yako ni ndugu. Kama ushawahi kufanyiwa kitu chochote na ndugu yako, hebu tuambie kwenye comment, uliwahi kufanyiwa kitu gani cha hovyo? Kama uliwahi kufanyiwa na marafiki ni vitu gani wamewahi kukufanyia vya hovyo? Kama umewahi kufanyiwa mambo ya hovyo na ndugu zako, naomba kwenye comment andika ili watu wajue ni mambo gani ndugu anatufanyia, kwa sababu ndugu ana mambo ya kishenzi sana. Mimi kuna kisa kimoja ambacho siwezi kukisahau. Hebu njoo nielezee. Kuna kisa kimoja ambacho mimi siwezi kukisahau abadan asilan, kuhusiana na marafiki. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye nilikuwa naishi naye, sio nyumba moja, lakini tumetoka naye kijiji kimoja. Mimi nilikuwa na mwanamke ambaye alikuwa na pesa. Sasa rafiki yangu kumbe alikuwa anamtamani yule mwanamke mwenye pesa. Mwanamke alipoanza kunisumbua na yuko na pesa, mimi tulienda naye kwa bibi yangu mmoja hivi ambaye ni mganga wa kienyeji. Kaenda nikamloga yule binti. Baada ya kumloga yule binti, siku yule binti tulikuwa tumezozana. Alikuwa tuna uwezo wa kuzozana, lakini alikuwa hana uwezo wa kunifukuza kwa sababu nilikuwa nakaa kwake. Sasa tulivozozana, tukazozana, mimi nikamsimulia mshikaji. Mshikaji sasa akajua yule binti kuniacha hawezi. Akambeba yule binti akampeleka tuliko mloga. Yani just imagine wewe una mwanao ambaye huyo mwanao anakugeuka, anaenda kumpa siri mkeo ambaye huyo mkeo ndo anakuweka wewe mjini. Anampa siri kwamba kuna sehemu mlimloga na anampeleka kule ambako mlimloga, na anaenda kumwambia yule bibi kwamba huyu ndo tuliyemloga, kwa hiyo mwague mwanangu.